Leo ni day 2, yani siku ya pili ya zoezi la kujiandikisha katika daftari la kudumu la mpiga kura linaloambatana na kuboresha taarifa kwa wakazi wapya wa mkoa wa Dar es Salaam waliotokea mikoa jirani na kwenda kuishi mkoa wa Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila anawaita wakazi wote wa mkoa wa Dar es Salaam wenye sifa za kupiga kura kujitokeza kujiandikisha katika daftari la kudumu la mpiga kura pamoja na kuboresha taarifa kwa wananchi hao ambao wanaishi kwa sasa Dar es Salaam. Zoezi la kuboresha taarifa linawahusu wananchi waliobadili makazi kutoka eneo moja kwenda jingine, ambao pia wengine walipoteza kadi au kadi zao ziliharibika kwenda kwenye zoezi hilo la kuboresha. Lakini pia wakazi wapya walioingia mkoa wa Dar es Salaam kikazi, kibiashara au kimasomo wafike katika maeneo ambayo zoezi hilo linaendelea. Chalamila anasema katika zoezi hili la siku 7 kuanzia siku ya tarehe 17 hadi tarehe 23 Machi mwaka 2025 halihusishi kubadili kadi iliyokuwa ikitumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 na mwaka 2020, kwani kadi hizo bado ni halali. Na hii ni sehemu ya video ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila. Mwaka huu, mwaka 2025, taifa letu litaingia katika uchaguzi mkuu wa viongozi, kwa maana katika ngazi za wabunge, ngazi za madiwani, lakini zaidi pia kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa mantiki hiyo, katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwa mkoa wa Dar es Salaam limeanza rasmi tarehe 17 Machi 2025 na litakamilika tarehe 23 Machi 2025. Kwa maana zoezi hili litakuwa na siku 7. Ndugu waandishi wa habari, katika zoezi hili kwa ujumla yafuatayo yataambatana nalo. Namba 1 ni kujiandikisha ama kuandikisha wapiga kura waliotimiza umri wa miaka 18 au zaidi, au watakaotimiza umri huo tarehe ya uchaguzi. Kwa wale wote ambao wana miaka 18 na wale ambao wanakusudia au kutegemea kutimiza miaka 18 tarehe ya uchaguzi, ni muda wao wa kujitokeza ili kuweza kujiandikisha. Lakini namba 2, kutoa kadi kwa wananchi ambao kadi zao zimepotea au zimeharibika. Mtakumbuka kwamba ili uweze kupiga kura kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 unahitaji kuwa na kadi maalum. Na kwa mantikio, wapo waliopoteza au wapo ambao kadi zao zimeharibika, jitokezeni sasa ili kuweza kuzihuisha kadi zenu. Lakini jambo la 3 ni kuwawezesha wapiga kura waliohama kutoka eneo moja kwenda eneo jingine ili kuweza kuhamisha taarifa zao. Mtakumbuka kwamba wakati wa kujiandikisha katika uchaguzi uliopita 2020, inawezekana ulikuwa labda mkoa wa Iringa na sasa upo mkoa wa Mwanza, au ulikuwa mkoa wa Dar es Salaam na sasa upo mkoa wa Mbeya. Ni muda wa kujitokeza ili kuweza kupata fursa kuweza kuhamisha taarifa zako. Lakini jambo la 4, kuwawezesha wapiga kura wanaotaka kuboresha taarifa zao zingine pale ambapo wanadhani kuna umuhimu wa kufanya hivyo. Ndugu waandishi wa habari na wananchi wote kwa ujumla, zoezi hili halihusishi hata kidogo kubadilisha kadi zilizokwisha tolewa na iliyokuwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa mwaka 2015 na mwaka 2020. Na kwa mantiki hiyo, kadi zile zilizotumika wakati huo zitabaki kuwa ni halali. Naomba wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam wenye sifa kujitokeza kwa siku hizi 7 ili kuweza kujiandikisha, kusahihisha taarifa zao, kuomba kuhamisha taarifa zao, lakini pamoja na mambo mengine yote ambayo yamewekwa bayana na Tume Huru ya Uchaguzi. Sambamba na hili, kuna taarifa zingine zinazotembea mitandaoni zikipotosha umma kutojitokeza kujiandikisha au kuboresha taarifa zao katika daftari la kudumu la mpiga kura kwa huruka za kisiasa au vinginevyo. Naomba nitoe tena rai kwa wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam kwamba ni muhimu ukawa na kadi hii ili uweze kupiga kura nyakati zitakapofika, na ikibidi kutokulalamika tena, kutokuilalamikia serikali au kutokumlalamikia mtu yoyote. Kwa mwananchi yoyote mwenye miaka 18 na zaidi
ambaye ana sifa ya kuweza kuchagua au kuchaguliwa, basi ni muda mwafaka wa kuweza kutii masharti haya yote ambayo yametolewa na Tume Huru ya Uchaguzi ili waweze kuwa na sifa hizo zote. Mimi kama mkuu wa mkoa ninayo shauku kuona kila mwana Dar es Salaam anakuwa ni mpiga kura kwa sifa zilizokushatolewa, lakini nayo hamu pia kuona anakuwa mgombea au vinginevyo, ili mkoa wetu uweze kuitikia kwenye quality sahihi ya demokrasia. Ndugu waandishi wa habari, baada ya kusema haya yote, nawatakieni kila laheri. Endeleeni kuhabarisha Watanzania kuhusu fursa hii ambayo inatolewa na serikali, lakini hasa na Tume Huru ya Uchaguzi inayompa nafasi Mtanzania na hasa mwana Dar es Salaam kuweza kuchagua na au hata kuchaguliwa kwa mujibu wa sifa zilizowekwa.